Mpenzi mtazamaji wa channel yetu, siku ya leo natamani tuangalie kitu kimoja cha muhimu sana. Tuangalie kwamba Biblia ngao pekee katika siku za mwisho. Hii haiwezi kupingika katika uhalisia kwamba tunaishi katika siku za mwisho ambazo zimejaa changamoto nyingi za kimaisha kawaida, lakini pia na changamoto nyingine za kiroho zinazidi kadri siku zinavyoendelea. Hakuna wakati ambapo utazidi kuwa mgumu kama wakati ambao tunauendea zaidi. Kwa sababu kila siku majeshi ya maovu yanakusanya nguvu zake kumaliza kazi ya kuangamiza ufalme wa Mungu, wakidai ya kwamba wanaweza kusimamisha ufalme wao katika dunia hii. Lakini pia sisi nasi tuendelea kuwa na imani ya kwamba tutaweza kushinda kwa jina la Mungu wa mbinguni. Lakini si hivyo tu, Mungu mwenyewe kila siku aendelea kupambana kuhakikisha ya kwamba jina lake linaendelea kusimamishwa na neno lake linasimama. Kwa kadri udanganyifu unavyoongezeka, tunahitaji sisi wenyewe kuishi katika neno la Mungu. Tunafahamu Biblia imesema ya kwamba kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105, kwa neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Sasa lazima tuamini ya kwamba ni taa. Wakati Biblia ikitukumbusha ya kwamba dunia itafunikwa na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana tuzukia sisi. Nuru inakuja kupitia neno la Mungu. Kwa kadri siku zinavyokwenda, wanadamu wanaendelea kuondolewa katika utegemezi wa neno la Mungu, lakini pia fahamu zetu tunaendelea kuondolewa nafasi ya kulitegemea neno la Mungu ya kwamba inaweza kutusaidia katika maisha ya kila kitu. Vita ya shetani ni dhidi ya neno la Mungu, kuonyesha kama neno la Mungu halihitajiki. Unaweza kuishi bila neno la Mungu na maisha yakaenda sawa. Ya kama neno la Mungu ni udanganyifu fulani ambao Mungu ameuweka situweke utegemezi, tunaweza kuishi bila Mungu. Udanganyifu uliofanyika kwa wazazi wetu wa kwanza ya kwamba Mungu kwambia mkila tunda mtakufa. Shetani akaja kwambia hapana, hamtakufa. Manake Mungu akiwaambia kitu hakina maana, unaweza kwenda kinyume nacho na bado maisha yakaendelea. Lakini sisi ambao tunafikiwa na maisha ya dunia hii, lazima tujenge msingi katika neno la Mungu. Yesu alipokabiliana na majaribu ya shetani aliyokuwa makali sana, kwa sababu alikuwa amefunga siku 40, amechoka na ana njaa. Alikuwa na uwezo wa kubadilisha mawe yale kuwa mkate. Lakini alifanya nini? Akubadili. Pale ambapo shetani alimtaka afanye hivyo, alitegemea neno la Mungu na akamjibu kwa imeandikwa. Jaribu la pili ilikuwa imeandikwa, la tatu ilikuwa imeandikwa. Majaribu yote matatu aliyashinda kwa sababu ya neno la Mungu. Na sio hayo tu, yalikuwa ni mengi pia zaidi katika maisha. Kwa sababu sidhani kama shetani anaweza kujaribu mara 3 tu. Alimjaribu mara kadhaa, lakini yale yalikuwa ni makuu kwa sababu alikuwa amearrange ya kwamba once I win this, nikishinda hii basi biashara imeisha. Kwa hiyo anijikusanya kwa namna ya ajabu sana. Lakini Yesu aliweza kumshinda kwa sababu neno la Mungu lilikuwa ndani yake. Sisi mara nyingi tunaishi maisha ambayo neno la Mungu alipo ndani yetu. Kwa sababu ya mazingira tunayoishi ni kwamba halina sehemu kubwa sana ya maisha. Sehemu kubwa ya maisha yetu neno la Mungu halimiliki. Falsafa za elimu ya darasani, falsafa za watu maarufu, falsafa za wazazi wetu, lakini na mtazamo mwingine ambao tunakutana nayo katika maisha ya kila siku, ndio zimejenga maisha yetu, lakini sio neno la Mungu. Ni swali la kuweza kujiuliza. Hebu jiulize swali hili wakati huu, kwamba hivi maisha yako yamejengwa kwa neno la Mungu? Falsafa ya maisha yako ni Biblia? Ama unaishi bila kujua unaishi msingi wako ukiwa umejengwa wapi? Na ndio mbinu ya shetani ya kwamba tuweze kuishi maisha ambayo yategemea neno. Tunajua kwamba zinakuja nyakati ambazo hata tutaweza kununua wala kuuza isipokuwa wewe na alama ya mnyama. Unajua atakayesalimika ni mtu namna gani? Yule ambaye anaweza kumtegemea Mungu, anaweza kulitegemea neno lake hata kama mbingu na kila kitu kidondoke. Anaweza kuamini na Mungu halibadiliki. Neno la Mungu likisema limesema. Lakini sio jambo la ghafla. Huwezi kuanza kumtegemea Mungu wakati huu sasa ambako una nafasi.
unapuuza. Kwa lazima rafiki, jenga msingi wa kulitegemea la Mungu leo. Amua, ni kweli ni kazi ambayo sio nyepesi kwa sababu unakwenda kinyume na asili yako ya kuzaliwa ya dhambi. Lakini katika Kristo tunapata utu mpya. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, kama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepitazama, yote yamekuwa mapya. Kwa kama ni hivyo sasa, lazima ujue unapata asili mpya, lakini tunaumbwa upya kupitia neno la Mungu. Kwa lazima uweke tumaini katika neno la Mungu leo ili uweze kuishi katika nyakati hizi. Ukweli ni kwamba tunakuwa na matarajio na matumaini ya kwamba maisha yetu yatakwenda kuwa bora baadaye. Serikali itakuwa bora, uchumi utakuwa bora, dunia itakuwa bora, lakini sivyo. Kwa sababu dunia, mfalme wa dunia ni nani? Mungu ulimwenguni, nani anayetawala zaidi katika wana wa kwasi, ambao sehemu kubwa ya vitu vingi vinasimamiwa na wana wa kwasi? Nani anayewatawala? Ni Shetani. Shetani anamwazia mama binadamu? Hapana. Kwa usitegemea kwamba ipo siku Shetani atabadilisha mawazo aseme anataka nape maisha mazuri. Never. Kwa sababu Shetani hajawahi kuwa na upendo wala mapenzi na binadamu. Hajawahi kutokea. Chuki yake ni dhidi ya Mungu. Lakini hiyo chuki anaipitisha kuangamiza wanadamu. Na anajua nikija kwa sura ya uangamivu wanadamu watajua anakuja kwa sura ya upendo, kwa vazi la kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Usalama wetu ni neno la Mungu. Hakuna usalama katika matumaini ya fikra za binadamu. Biblia inasema moyo wa mdanganyifu, kitabu cha Yeremia, moyo wa mdanganyifu kuliko yote, nani awezaye kujua, na ugonjwa kuficha, kama sijakosea kwa kitabu hicho. Lakini usalama pekee ni neno la Mungu, kwa sababu alikosei. Vyote vitanyauka, neno la Mungu linakaa milele, na Mungu ameweka neno lake juu kuliko jina lake. Kwa neno la Mungu li hai. Usalama wetu ni neno la Mungu. Yesu alisema yeye alaye mwili wangu na kunywa damu yangu hataona mauti milele. Na akasema mwishoni, hiyo ni kitabu cha Yeremia, Yohana sura ya 6. Mwishoni anasema ya kwamba maneno hayo niambia tena ni uzima. Maneno hayo ni roho tena ni uzima. Maana yake nini? Neno la Mungu ni chakula. Ukikila unapata uzima. Jenga mazoea ya kulisoma neno la Mungu na kuliishi. Ukilisoma neno la Mungu bila kuliishi ni sawa na kula chakula alafu kisipite bila digestion ukakipeleka chooni bila kufanyiwa process yoyote kikapitiliza. Unapoishi umeruhusu neno la Mungu lipate virutubisho, mwili upate virutubisho kutoka katika kile chakula, mwili wa roho upate virutubisho kutoka katika kile chakula. Lakini ukigoma kuliishi ni kama vile umeingiza chakula kimepitiliza moja kwa moja mpaka wapi. Kwa sasa lazima tujue ya kwamba soma Biblia kila siku, soma vitabu vya kiroho lakini ambavyo vina msingi katika Biblia. Pima kila fundisho la mtu yoyote, jalishi ana miujiza, jalishi anafanya unabii, jalishi anafanya, pima kila kitu kwa neno la Mungu. Shetani ni mjanja sana. Na katika zama hizi udanganyifu wake umekuwa mkuu sana kiasi kwamba ni vigumu kuutenganisha na ukweli. Wachache tu wenye Roho Mtakatifu na waliojenga imani kwa neno la Mungu ndio walio salama. Kuna watu wanaamini na Roho Mtakatifu ni sawa. Wanaweza kutofautisha kwa sababu ana Roho Mtakatifu pekee. Nao wengi wamedanganywa kwa sababu hata Roho Mtakatifu wengi walionaye anaweza akawa sio kweli. Maana Biblia imesema zijaribuni hizo roho. Kwa hata Roho Mtakatifu aliyenaye unatakiwa kumpima kwa neno la Mungu. Yaani hata Roho Mtakatifu aliyenaye unatakiwa kumpima kwa neno la Mungu. Ndio kweli nikwambia kwamba hata Roho Mtakatifu, unaamini Roho Mtakatifu unampima kwa neno. Kwa lazima tujenge matumaini yetu kwa Biblia, ndio salama pekee. Hekima ya kibinadamu inayokataa neno la Mungu na upumbavu tu. Na wanadamu wakikiri kwamba wana akili, huku akilikataa neno wanazidi kupumbazika. Haijalishi wewe ni mtu namna gani, lakini kama unalikataa neno la Mungu, hauko salama, kwa sababu wewe utapepetwa kama ngano. Tena bora ngano, utapepetwa kama makapi. Utapulizwa na upepo. Hauna msingi kwa sababu huna msingi bila kuwa na Mungu. Hakuna msingi salama bila kuwa na Mungu. Umejenga juu ya mchanga. Upepo, maji, mafuriko, moto vitakavyokuja utateketea. Hii dunia sio tu kwamba tunaishi tu. Pana. Dunia ni uwanja wa vita kwa maandalizi ya maisha ya baadaye.
Hakuna naye kaa milele hapa. Kwa ukipata nafasi ya kuishi, umepewa nafasi ya kupambana ili upate nafasi ya uzima mwingine. Kwa nini unapoteza maisha yako ya uzima wa milele kwa sababu ya kufurahia raha za kitambo, kiliweka pembeni neno la Mungu? Okay, sawa. Unasema naweza kuishi bila neno la Mungu. Sawa, unakula, unavaa, unafanya kila kitu. Hausomi Biblia, hauitegemei. Falsafa na damu ndo zinakuongoza. Sawa. Utapotea kama kile kinachokutoka. Kwa lazima tujue ya kwamba jenga msingi katika neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linakaa milele. Kwa sababu neno la Mungu linakaa milele, utakaa milele. Kwa sababu neno la Mungu linakaa wapi? Linakaa milele. Lakini linajaribiwa. Limejaribiwa na kuthibitika kuwa imara. Na hata wewe utajaribiwa na utabaki kuwa imara kwa sababu neno la Mungu liko ndani yako. Weka msingi katika neno la Mungu. Acha weka msingi katika vitu vya dunia. Tumaini na Mungu. Soma Biblia. Soma Biblia ndugu yangu. Ni kweli tunapenda kuangalia vitu vilivyoko vinavyozidi kuweka kutufuta usikivu wetu wa akili. Sasa mitandao ya kijamii ni sawa, mengine ya msingi, mengine yanasaidia, lakini chuja basi kulingana na neno la Mungu. Wewe ni kiumbe wa Mungu, sio kiumbe wa shetani. Kula vinavyotoka baba yako. Chakula kinachotoka kwa baba ndicho kinachokupatia ulimwengu uzima. Na neno la Mungu. Unataka uzima? Soma neno. Unataka mauti? Likatae neno. Utaonekana wa maana sana mbele za watu, lakini ikiwa unalikataa neno, wewe ni bure. Bure kabisa. Ninamaanisha hivi, ikiwa haulitegemei neno la Mungu mbele za Mungu, Mungu akikuangalia na kuona huna kitu, umejenga katika mchanga, jenga katika mwamba, utakuwa salama. Atakupigania, atakulinda. Biblia inasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuonyesha wokovu wangu. Kaza kumpenda. Ukimpenda utalishika neno lake. Maana Mungu hatumuoni, ametupatia neno. Soma neno, weka imani katika neno, kataa dhambi, ukijenga msingi katika neno. Utakiwa wakati mwema. Amen.